Mwalimu, hongera na pole kwa mchezo. Asante sana, nashukuru na tumshukuru Mwenyezi Mungu tumeanza salama. Pambano kama lilivyokuisha, na niwapongeze Dodoma wamepata matokeo. Lakini na mimi niwapongeze vijana wangu wamecheza vizuri. Mchezo ni mpira wa makosa. Kwa hiyo tumefanya makosa, tumehukumiwa. Lakini mwisho wa siku maana tunatakiwa tukajipange kwa ajili ya mechi zijazo. Tunajua bado tuko chini, tuna kazi kubwa ya kufanya. Lakini bado tutapigana mpaka tuone, bado tuna mechi 14. Kwa hiyo bado tunahitaji kuona tunakwenda kupambana katika mechi hizo tuweze kupata matokeo. Huu mchezo hautaki tena kuhadisia, sababu tuache Dodoma wamepata alama 3 na tunahitajika kuwapongeza. Tunaendelea tena kwa mara ya pili niwapongeze, lakini kikubwa mimi ni mwalimu na nahitaji nikafanye marekebisho kwa klabu yangu kutokana na makosa leo tuliyofanya, kwa sababu yametuhukumu. Ni makosa ambayo kidogo defense haikuwa vizuri katika kuclear makosa ya uharaka, kwa sababu mpira second ball tumefungwa goli la kwanza second ball, mabeki kama unavyoona katika hali ya kuzembea kidogo, lakini ndo hali ya mchezo, kwa sababu unaweza ukasema hapa itakuwa iko sawa, lakini haitakuwa. Kwenye mpira ni kitendo cha second tu kinaweza kuhukumu. Kwa hiyo sisi wametuhukumu kitendo chetu cha second tu, kile ambacho tumeona goli la pili, mpira tayari reflection ile mlinzi wangu anataka kuokoa, lakini kwa bahati mbaya umemgonga umeingia golini. Kwa hiyo tena yote mimi niseme kuwa KMC tuna kazi nyingine kubwa, tukafanye, tukae na vijana wetu, tuzidi kuatia mchezoni. Mimi na imani tafanya vizuri, nataka asem salama. Mabadiliko ya lazima ambayo yalitokea dakika za mapema kabisa, Salum Athman baada ya kuumia, yaliathiri kiasi gani mchezo wako? Kwa kweli mimi niseme ndo hali ya mchezo, kwa sababu Salum Athman alipata injury, lakini kuna wengine wameenda ukava, wamecheza vizuri. Najua ni mchezaji muhimu kwetu, amepata hiyo hali, lakini hali hii kwa kweli mimi niseme kwa hali ilivyo sasa anaendelea vizuri na afya yake iko inatengemaa, lakini ni kweli ni sehemu ya ulinzi. Tuna imani kuwa ameondoka mlinzi na tumeweza kuona wengine wamekava, lakini pamoja na kukava tumetoa goli. Ila ni kubwa zaidi kuwa madokta bado anaendelea kumwangalia Salum Athman, na inshallah ndani atakuwa vizuri kwa mchezo ujao kuja kufanya kazi. Timu yako imeonekana kuwa na tabia ya kuruhusu sana magoli, kwa maana kila mechi ina wastani kuruhusu walau goli moja. Ni mechi moja tu ambayo nakumbuka ilishinda 1-0. Mchezo unaofuata dhidi ya Simba Sports Club, mpango utakuwaje kuelekea mchezo huu? Mpango kazi tunauandaa vizuri. Tunajua tunaenda kuzana na timu bora, timu ya ushindani, timu ambayo kwa sasa iko bora. Katika timu ambazo ziko bora na wenzetu tunakwenda kupambana nao kwa bora, lakini na sisi tutakuwa bora upande wetu. Kwa sababu tunajua tunaweza timu, tunatakiwa tuheshimu. Ile ni timu kubwa, maana kitu cha kwanza tuweze kuheshimu. Na kama tunatia kitu kuheshimu, maana tusikubali kufanya makosa ya kizembe, sababu wenzetu ni wepesi na vile vile wenzetu wako katika match fitness, sababu sasa hivi katika mashindano ya kimataifa. Kwa hivyo nadhani kuna vitu vingi wanavipata na vitu vingi wanatengemaa. Kwa hiyo na sisi bado tunaendelea na ligi yetu hii ya ndani, na sisi tunatengemaa kwa siku hadi siku. Kama unavyojua tumeimarisha kikosi chetu. Kwa hiyo tunakwenda kwa ajili ya kuona tunakwenda kudhibiti vipi kuweza kushinda mchezo, sababu ni mchezo kwetu muhimu, na sasa hivi niseme kila KMC kila mchezo kwao ni lazima upatikane matokeo. Asante sana. Asante sana.